Wakati wa usikilizaji wa masahihisho siku ya leo, kuna jambo ambalo lilitokeza na lilihojiwa sana juu ya ile amri ya zuio ya tarehe 10 mwezi Juni mwaka 2025 ilimuhusu nani na nani na ilikuwa na mipaka gani? Sasa katika kujibu hoja hiyo, wakili wa upande wa walioleta maombi Said Issa na wenzake anayeitwa Shabani Nsato Marijani ameiambia mahakama kuu, mahakama ya rufaa leo, kwamba ile amri ya zuio la kufanya siasa ilimuhusu katibu mkuu na bodi ya wadhamini peke yake, na ameiambia mahakama ya rufaa kwamba ile amri ya zuio la matumizi ya mali ilimuhusu katibu mkuu, bodi, waajiriwa walio chini ya katibu mkuu, mawakala walio chini ya katibu mkuu na watu wanaofanya kazi kwa niaba kwa maelekezo ya katibu mkuu. Akaulizwa sana juu ya watu wengine na mipaka yao, akasisitiza kwamba hata katika hili zuio, swala la zuio la mali, mtu mwingine yeyote anayehusika na mali asiyefanya kazi kwa maelekezo ya katibu mkuu au chini ya katibu mkuu hakuwa amezuiwa. Ni ajabu kwa wakili Shabani Nsato Marijani kuyasema haya mbele ya mahakama ya rufaa leo, wakati ambapo baada ya uamuzi wa mahakama kuu kutoka wazuio tarehe 10 mwezi Juni mwaka 2025, sisi tuliuambia umma, mawakili wetu na sisi viongozi tuliuambia umma kwamba amri ya zuio kwa upande wa shughuli za siasa ilimhusu katibu mkuu peke yake na bodi ya wadhamini. Haijahusu kiongozi mwingine yeyote wa chama, haijahusu mwanachama mwingine yeyote wa chama. Na tukasema juu ya amri ya zuio la matumizi ya mali na mipaka yake kwa upande wa watendaji walioko chini ya katibu mkuu. Baada ya sisi kutoa kauli hizo, mawakili hawa wakina Shabani Nsato Marijani na wenzake wakafanya mkutano na waandishi wa habari, wakasema tumepotosha amri ya mahakama. Wakaenda mbele zaidi, wakamwandikia barua msajili wa mahakama kuu kumtaarifu kwamba kuna upotoshaji wa amri ya mahakama uliofanywa na viongozi wa Chadema wa kupanua wigo wa uamuzi wa mahakama. Na msajili wa mahakama kuu akaandika barua na akatoa taarifa yenye kuonyesha kwamba amri za zuio la shughuli za siasa, zuio la matumizi ya mali za chama inahusu viongozi wote, na akawataja kwa majina: mwenyekiti wa chama, makamu mwenyekiti wa chama, katibu mkuu, manaibu, viongozi wote wa chama na watu wote kwa upande wa wanachama na viongozi wa Chadema. Leo wamearuka maneno yao wenyewe hapa mahakamani. Kitendo cha kuyaruka maneno yao wenyewe leo mahakamani kinadhihirisha kwamba msimamo wetu tulioutoa kwa umma kwamba zuio la shughuli za siasa lilikuwa linamuhusu katibu mkuu na bodi peke yake kabla ya muda wake kuisha, ulikuwa ni uamuzi sahihi. Na kwa haya yaliyojiri mahakamani, yaongeze mkazo kwa viongozi wa chama nchi nzima, wanachama wa Chadema nchi nzima, kuendelea na shughuli za kisiasa za chama, kwa sababu hakuna zuio lolote juu ya wanachama na viongozi katika maeneo mbalimbali kufanya siasa. Kwamba kesi hii ilifunguliwa kwa nia ovu, kwa nia mbaya ya kuzuia shughuli za Chadema katika mwaka wa uchaguzi mkuu. Ilikuwa ni mbinu ya Samia Suluhu, CCM na mamluki wanaotumika nao. Walipoona wamezidiwa na kampeni ya no reforms no election, walipoona umma unataka reforms kabla ya uchaguzi, wakaona namna pekee ya kudhibiti hali ya mambo ni kukizuia chama kikuu cha siasa kisifanye mikutano ya hadhara, kisifanye maandamano, kisiwaunganishe wananchi.
Sasa matokeo ya kuzuia chama kikuu cha siasa kufanya shughuli za siasa katika mwaka wa uchaguzi, madhara yake ni watawala kuchochea hasira zaidi kwa wananchi. Kwa nataka kusema kwamba katika matukio ya mauaji ya tarehe 29 mwezi Oktoba na baada ya hapo na matendo mengine ya uvunjaji wa haki na uovu yaliyotokea baada ya hapo, watawala waliokizuia chama kikuu cha siasa kufanya siasa katika mwaka wa uchaguzi wana damu katika mikono yao kutokana na hayo yaliyotokea. Asanteni sana. Mahakama ya Rufaa ya Tanzania katika makao yake makuu kabisa jengo la Judiciary Square hapa mjini Dodoma imesikiliza shauri ya mapitio manne namba 1, namba 2 na namba 3 ya mwaka 2026 ambayo yameanzishwa na mahakama yenyewe, mahakama ya rufaa, kesi kati ya Saidi Isa Mohamed na wenzake wawili dhidi ya bodi ya wadhamini wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema na katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Hii inatokana na ile kesi namba 8323 ya mwaka 2025 ilifunguliwa kule Dar es Salaam na Saidi Isa na wenzake hao dhidi ya bodi ya wadhamini, na ambayo vile vile ilipelekea kutolewa zile amri za zuio dhidi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo kufanya shughuli zake za siasa. Amri hizi zilitolewa na Jaji Mwanga akisema kwamba yeye kutokana na maombi madogo yaliyoletwa namba 8960 ya 2025 ambao Saidi Isa na wenzake kwanza waliomba katibu mkuu na bodi ya wadhamini wazuie kufanya shughuli za siasa. Pili, wazuie kutumia rasilimali na mali zote za chama, majengo, magari na kila kitu, na hata na akaunti za fedha za kule benki. Sasa kutokana na mwenendo usioridhisha ambao ulionyeshwa na jinsi na jaji alikuwa akisikia kesi na kutokana na uvumilia kwa muda mrefu sana tokea ile amri ya zuio ilitolewa tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka 2025 ambayo ilisababisha hata Chadema isishiriki kabisa katika shughuli za siasa, ikiwemo hata na kampeni za uchaguzi. Kama ingetaka kushiriki uchaguzi, kampeni yake ya no reforms no election na nyinginezo nyingi, wanachama wake wote wakazuiwa, vyombo vyake vikafanya nini, vyombo vikaacha kutumiwa, maana yake na kuharibiwa na kuharibika, mali hizo ambazo hazikuwekwa chini ya mikono ya mtu yeyote yule kuziangalia. Kwa upande wa kina Saidi Isa, mawakili wake wamekiri kwamba ile kesi ilikuwa ni kesi ya kawaida, na kwa maana hiyo ilikuwa inatakiwa ifuate masharti ya sheria ya nini, ya kesi za madai, jambo ambalo Jaji Mwanga alikuwa analikataa, anasema sivyo. Aidha, amri za injunction zilizotolewa zilikuwa zinakiuka kabisa haki za kikatiba za watu, ambao kuna maamuzi ya mahakama ya rufaa ya kesi ya Agustino Litonga Mrema na wenzake wawili na dhidi ya bodi ya TLP, ambayo walisema, mahakama ya rufaa ilisema uwezi ukatoa zuio dhidi ya chama cha siasa kwa sababu wanachama wake katika nchi hii haki za kisiasa mtu anazipata kupitia kufanya kazi kupitia chama cha nini, cha siasa. Usitoe hiyo amri, lakini Jaji Mwanga akakiuka hiyo akaamua kutoa hiyo amri kwa sababu wanazojua yeye. Sasa leo tumewasilisha hivyo, wamekiri kwamba walivyokuja sivyo, na kwa sehemu kubwa tumeweza kuwashawishi majaji kwamba kama kulikuwa na malalamiko yote ambayo kama chama hiki kina matatizo, sheria ya vyama vya siasa inatoa mfumo thabiti ambao unatakiwa kutumika, kwamba msajili wa vyama vya siasa ndiye anahusika kuweza kusikiliza malalamiko hayo, na mwisho wa siku kama mtu hajaridhika atakuja mahakamani kwa njia ya nini, ya judicial review. Wamekiri kwamba hizo amri zitakiwa ziendane na sheria ya kesi za madai, za mwenendo wa kesi za nini, za madai, kitu ambacho Jaji Mwanga alikuwa anakataa, na kwa maana yake anaendelea kuilinda hii kesi na kuwalinda hawa watu. Kwa hiyo tunasema kwamba ukiangalia mambo tumeyaona, Chadema imetendewa uonevu wa ajabu sana na zile kesi. Tumepata faraja, mahakama imeweza kutuongoza na kuuliza maswali ya msingi, na tumeweza kuanika uozo mkubwa uliofanywa na mahakama kuu chini ya Jaji Mwanga. Huo nasema ni uozo ambao una uvundo ni mkubwa mno, unafika yani ni kwamba una lengo la kuaibisha mahakama. Mahakama inatakiwa kuhakikisha kwamba haiaibiki au taswira yake na unyofu wake au fanya nini, au haribiki. Tumeweza kuanika kwamba zile amri zilikuwa zinalenga kufanya nini, kuiaibisha na kuidhalilisha mahakama.